Online TV. Mmemuona? Romanus Mapunda mmemuona? Kifaa kipya na vinakuja vingine. Sasa wale wanaofikiria kulala waendelee kulala, sitawafunika shuka. Lakini tunawahakikishia kwa mashine hizi na zingine zitakazokuja inshallah tutafanya kazi ya chama kuelekea 2025 Oktoba. Mwongozo wako katika kuhakikisha kujua na muundo wa chama. Leo rasmi imekabidhiwa kadi ya mwanachama Romanus Mapunda, Chadema CDME 140768. Kwa hiyo tutaendelea kuzipokea kadi hizi. Asante sana ndugu Mapunda, kwa sababu ulikuwa na uwezo wa kwenda vyama vingine, lakini ukakichagua chama chetu kama chama cha haki sawa kwa wote. Umevutiwa na sera hii na tunakukaribisha sana katika chama hiki. Asante. Wewe kuanzia leo ni mwanachama mwenye haki sawa na mwanachama mwingine. Katika kafu hakuna mwanachama first class na second class. Wote tuko first class. Na leo umeingia kwenye first class. Karibu sana ndani ya kafu. Utaenjoy na hutajuta kuwa katika chama hiki. Hata kabla ya G55 mimi nilikuwa wa kwanza kumpinga Tundu Lissu na kukishauri chama kwamba mwenendo tunaokwenda si sawa, lakini baadaye tukaja tukazalisha G55. Lakini pia nimesema leo nimekuwa tena wa kwanza, nimetolea mfano wa Yohana, nimekuwa kama Yohana, mimi natanguliza nini? Natanguliza barabara. Kwa hiyo nimetoa wito na nimesema kwamba kuna wengi wanakuja. Kwa hiyo watakuja watu wa kutosha wa kutoka chama cha wananchi, chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, lakini pia sio wale tu wa G55. Tuliwahi kuexplain siku moja kwamba G55 haina maana kwamba ni tuko 55, tuko nchi nzima sisi. Kuna viongozi wa kanda, makatibu wa kanda, wenye viti wa kanda, wenye viti wa mikoa, lot of people. Kwa hiyo kuna watu wanakuja, mimi nimekuja kutengeneza barabara. Mbona yalikuwa hayasemwi? Na nijibu moja kwa moja kwamba haya maneno si ya kweli, kwa sababu nimetolea mfano. Mimi ndani ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema nilichukua fomu ya kugombea mwenyekiti taifa. Maanake nilitaka niwe mwenyekiti. Nilivyoona na nilivyohisi kwamba Lissu anaweza kawa kama mie au zaidi ya mie, nikaamua kuescape na kumwachia yeye awe mwenyekiti. Sasa mtu akisema kwamba tuna uchu wa madaraka, nisingeweza kumwachia Mheshimiwa Lissu, sio? Kwa hiyo hii ni mifano ambayo unaweza kaona kwamba maneno yanayozungumzwa na watu hayana uhalisia, na mara nyingi wanaoyazungumza hayo ni hao wafuasi wa Lissu ambayo sasa bado wapo kule. Sababu nyingi ambazo zimenipelekea niweze kuachana na chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Moja ya sababu ni chama kilichokuwa ambacho kimekosa nini? Kimekosa usikilizwaji. Akifati katiba, akifati kanuni, akifati miongozo. Lakini pia kubwa kuliko yote ni chama ambacho kimenipotezea haki yangu kama mwanachama ya kugombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na tukisoma sheria ya vyama vya siasa ya mwaka 1992 inasema kwamba mlengo mkuu wa chama cha siasa lazima kiwe na muono wa kutaka kushika nini? Kushika dola. Na kushika dola kwa mujibu wa katiba yetu ya nchi kwamba huwezi kushika dola bila kushiriki uchaguzi. So baada ya kuona chama kinapoteza haki za wanachama, nimeamua kutafuta haki kwenye chama kingine. Kwa hiyo nikafanya research, utafiti vizuri. Nimeona chama ambacho chenye maudhui mazuri na mie, chenye falsafa ambazo mimi naamini ni chama cha wananchi CUF. Kwa hiyo nimeingia CUF na nimetangaza hapa kwamba mwaka huu nitagombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia chama cha wananchi CUF.
hapa Tanzania. Na mpango ni kijenga chama, na pia nitamuunga mkono atakayekuwa amechaguliwa na chama. Tutazunguka nchi nzima na tutashinda na tutatangaza. Na sheria zile za kitume ambazo zinatoa mwongozo sifa za mtu mgombea wa urais anatakiwa aweje. So kwa miaka iliyopita nilikuwa sina sifa, lakini kwa sasa sifa ninazo. Moja ya sifa ni umri, kwamba ili uweze kugombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lazima uwe na miaka isiyopungua 40. Sasa miaka iliyopita nilikuwa na miaka 30 na kitu. Kwa hiyo nilikuwa sina sifa, ingawa kielimu naweza nikawa na sifa, uraia nina sifa, lakini kwenye kipengele cha umri nilikuwa sina sifa. Kwa hiyo kwa sasa nina furu, nina sifa zote furu. Nimefanya research, nikaamua kuja kafu. Chama cha wananchi kafu mwaka 2015 kilishinda majimbo yasiyopungua 23. Mengine akaporwa na CCM, kukawa na wabunge wasiopungua 10 na kitu. Sasa 2020 chama cha wananchi kafu kiliongoza majimbo mengi sana Tanzania. Takwimu inatuonyesha hivyo. Lakini kutokana na ufedhuli wa CCM wakaporwa majimbo yote. Sasa mtu akisema chama cha wananchi kafu kimezoofika, tutamuuliza hiyo takwimu kaitoa wapi? Na sisi wanasiasa huwa tunafanya vitu kwa tathmini. Nimetathmini, na anayesema chama cha wananchi kafu kimepoteza mvuto sio kweli, na niwahakikishie na niwatangazie tu wa Tanzania kwa ujumla. Sasa chama cha wananchi kafu ndio kitakuja kuwa chama kikuu cha upinzani Tanzania, au kikachukua dola kabisa kikawa chama tawala Tanzania. Niwa uhalali na ushupavu unatokana na muongozo wa chama, kwa maana ya katiba. Katiba ya chama cha wananchi kafu na sera zake wanapambanua miaka yote kwamba ni chama chenye mlengo wa kuhakikisha kinapeleka haki sawa kwa wananchi wote Tanzania, ambacho kama nilivyozungumza hapa hakuna chama chochote, hata Chama cha Mapinduzi hawana sera hiyo na hawana katiba hiyo. Sawa sawa. So hiyo ni moja ya sababu ambazo yamenifanya niweze kuamini hivi. Kile mnafahamu nyewe wanahabari na Watanzania wote kwamba mwaka huu miezi miwili iliyopita niligombea wenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Taifa. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Taifa, kile chama ni cha pili Tanzania. Niliweza kuzunguka nchi nzima. Nimeanza mwaka jana mwezi wa 7. Nimezunguka nchi nzima zaidi ya mara 7 natafuta kura. Sasa kama niliweza kipindi kile kuzunguka nchi nzima, mbona watu hawakujiuliza kipindi kile nguvu nilitoa wapi? Naona sasa kama kujiuliza, watu wangejiuliza kipindi kile kwamba kwa sababu ninapogombea urais na nilivyogombea wenyekiti nguvu ni ile ile, kwa sababu issue inatakiwa uwafikiwe Tanzania nchi nzima. Na nilifanya zoezi hilo mwaka jana tu, na mpaka mwaka huu mwezi wa pili nimezunguka nchi nzima. Lakini sikuishia hapo. Nilivyojitoa na kumuunga mkono Lissu, pia nilizunguka tena nchi nzima kumpigia debe Mheshimiwa Lissu awe mwenyekiti. Ile nguvu mbona uulize kwamba nilitoa wapi? So nimejipanga vizuri. Na uwezo kutangaza kugombea urais halafu huna mipango. Kwani nina mipango na nina nguvu vizuri tu. Nitazunguka nchi nzima, nitaomba kura kwa Watanzania, na nina uhakika kushinda, nitashinda na nitatangazwa. Okay. Kwenye masuala ya kisiasa kila mmoja ana mtazamo wake. Kila mmoja ana mtazamo wake na ana uwezo wake wa kufikiri. Moja ya ninavyosema na mtazamo wake, ukijaribu kuangalia katika nchi yetu haijawahi kutokea mtu mwenye umri kama wa kwangu akihitaji au akitangaza kugombea urais. Kwa hiyo inaweza kawafanya, kwa kuwa ni kitu kigeni kwao, wanaweza kaona ni kama vile kitu ambacho hakiwezekani. Lakini na sababu nyingi sana zilizonisukuma mimi, kama ningekuwa nina vigezo vya kiumri ningegombea 2025, kwa sababu naona kuna mambo mengi sana ndani ya nchi yetu hayako sawa, ambayo mimi nikiangalia kutokana na uwezo wangu wa kiufahamu, elimu nilionayo, mataifa niliyotembea na mifano ninayoiona kutoka mataifa mengine. Kwa hiyo naona nchi yetu ni kituko. Sawa sawa. Kwa mfano nitakupa mifano michache kabisa. Yaani taifa letu sisi Mungu namna alivyotujalia
hatukutakiwa sisi tuwe kwenye wimbi la umasikini kama sasa tulivyo. Tanzania tuna madini ya Tanzanite yanapatikana Arusha. Duniani kote hayapo, yanapatikana Tanzania. Lakini soko kuu la madini ya Tanzanite liko India. Wanatoa wapi? Wanapitisha wapi? Wao wana Tanzanite. Umenielewa? Na vitu kama hivyo. Tukizungumzia issue ya bandari kumeoza, juzi tumeona ripoti ya CAG, mambo kushoto kulia, mambo changanyikiwa. Sasa hii inatokana na poor management. Sasa mimi nikiwa rais na nitazungumza wakati ukifika nini nitafanya. So nina mambo mengi na nchi yetu kilichonishawishi mimi ingie kwenye kinyang'anyiro cha urais kutokana na masuala kama hayo. KM Online TV.